Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni. Nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na juhudi ambazo zimekuwa zikiendelea, hasa zikihusisha mediator au wale wasuluhishi, maana yake kutoka katika nchi ya Qatar na kutoka katika nchi ya Pakistan, kwa namna ya kufanya juhudi ya kuunganisha upande wa nchi ya Marekani na upande wa nchi ya Iran katika mji wa Doha katika nchi ya Qatar. Kwa kuzingatia kwamba pande husika, especially katika upande wa nchi ya Iran, haikuwa na mpango wa kuweza kukutana moja kwa moja na viongozi au msafara wa nchi ya Marekani, na hivyo hata kama pande mbili zilikuwa ziko katika sehemu tofauti, lakini kiuhalisia ni kwamba juhudi zimekuwa zikiendelea kuweza kuunganisha zile tunaita technical teams au teams za wataalamu, ili kuweza kuendelea kusogeza mbele mijadala kuhusiana na hati ya makubaliano au Memorandum of Understanding. Lakini pamoja na juhudi hizo ambazo zimekuwa zikiendelea, pamekuwa na kila dalili inayoonyesha kwamba kuna nafasi kubwa, huenda katika siku kadhaa za usoni pakawa kuna nafasi ya kuweza kurudi tena katika mgogoro wa mwanzo. Na hii tunaweza tukanukuu kutoka katika baadhi ya ripoti ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya magazeti ya nchi za magharibi, especially kama Wall Street Journal, ambayo imetoa ripoti za hivi karibuni zikionyesha kwamba Rais Donald Trump yupo katika mazingira ya kati kwa kati ya aidha kuamua kurudi tena katika mgogoro au kuendelea na mazungumzo husika. Na hili linatoa ishara ya kwamba kuna nafasi kubwa ya kwamba Marekani inahisi kwamba makubaliano husika bado yanawezekana yasiweze kuipa manufaa makubwa kulingana na mazingira yaliyoko hivi sasa. Lakini vile vile katika sehemu ya mahojiano ambayo alikuwa akihojiwa makamu wa rais wa nchi ya Marekani JD Vance hivi karibuni, ameashiria kwamba lengo la Marekani kuingia katika sehemu ya mjadala huu wa makubaliano kwanza ilikuwa ni kujaribu kuweza kurudisha hali ya utulivu katika dunia, kwa maana kama ile tunasema kurefill au kurudishia sehemu ya uchumi ambayo inaonekana kwamba imeharibika kwa kitambo fulani. Na ukiachilia mbali hapo, maana yake ni kwamba mwisho wa siku Marekani itatazama au rais wa nchi ya Marekani atatazama pale itakapokuwa mazingira yamekaa sawa ya uwezekano wa aidha kurudi tena katika mgogoro au kinyume chake. Hii ni miongoni mwa statement ambazo zimezungumzwa hivi karibuni na makamu wa rais wa nchi ya Marekani JD Vance. Lakini vile vile hili linaonekana kwamba kama linatambulika katika nchi ya Iran, na ndio maana moja katika maelekezo ambayo yanaonekana imetoka hivi karibuni kutoka kwa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran Mujtaba Ali Khamenei kwenda kwa uongozi au ile sehemu ya ile msafara, ile delegate ya kutoka katika nchi ya Iran ambayo huwa inakwenda katika sehemu ya majadiliano husika, ni kwamba nchi ya Iran inatakiwa itazame uwezekano wa kupatikana maslahi yake katika mazungumzo husika, na kinyume na hapo, ikiwa hilo haliwezekani, basi ni beta nchi ya Iran ikarudi tena katika mgogoro wa moja kwa moja baina yake na nchi ya Marekani. Sasa ishu ya mgogoro ambayo inaonekana kwamba kila upande ni kama umekuwa ukikisia uwezekano wa kurudi tena katika mgogoro, ni jambo ambalo linawezekana lisiwe ni jambo lenye kuepukika katika pande zote mbili, katika mazingira yanayofanana au katika mazingira ya tofauti. Katika mazingira kama ya nchi ya Iran, iwapo Marekani itakuwa imekusudia hilo, maana yake Iran watakuwa hawana namna, kwa kuzingatia kwamba mazingira wanayoyaona ya nchi ya Marekani dhidi ya nchi ya Iran ni kukusudia kuweza kuiangusha nchi ya Iran, of either iwe ni nchi dhaifu kama ilivyokuwa mazingira ya nchi kama ya Iraq labda, au mazingira ya nchi kama ya Syria na mfano wake. Kwa hivyo ili kuepukana na hilo, manake patakuwa hakuna option katika nchi ya Iran isipokuwa ni option ya kuweza kuingia katika mgogoro moja kwa moja. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili ambayo inaashiria wazi kabisa kwamba kuna uwezekano wa kurudi tena, Iran wakaona kwamba ni option sahihi ya wao kurudi tena katika mgogoro husika, ni kwa sababu ya bezi za nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani hivi karibuni imekuwa ikifanya juhudi kubwa ya kuweza kuongeza kiwango cha silaha katika eneo la Mashariki ya Kati. Pamoja na kwamba bezi zake nyingi zimeweza kuathirika, lakini pamekuwa kuna
misafara mingi ya ndege kuja katika eneo la Mashariki ya Kati zikiwa zimebeba baadhi ya vifaa, lakini vile vile baadhi ya silaha. Jambo ambalo katika sera ya nchi ya Iran, sera yake kubwa ni kuhakikisha kwamba bezi za Marekani zinaondoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika mazingira namna hiyo, ili kuweza kuhakikisha kwamba tishio la bezi za Marekani zinaondoka katika eneo la Mashariki ya Kati, maana option ambayo huenda ikawa ni sahihi zaidi na yenye kuchunga maslahi zaidi ya nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati ni kurudi tena katika mgogoro wa moja kwa moja, ili kuhakikisha kwamba bezi husika zinaweza kuondoka katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia hata katika upande wa ile memorandum of understanding au ile hati ya makubaliano ilikuwa haitoi fursa kwa Marekani kuweza kuendelea kuongeza sehemu ya jeshi lake au vifaa katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini hichi kinachoendelea sasa hivi maana yake ni ukiukwaji wa moja kwa moja wa baadhi ya au sehemu ya vipengele ambavyo walikuwa wamekubaliana baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, kama ni sehemu ya ile hati ya makubaliano ambayo ilikuwa inakusudiwa au inaendelea kujadiliwa namna ya kuweza kuifanyia kazi. Lakini katika upande wa nchi ya Marekani, kwa nini option hii inakuja? Option hii inakuwa inaanza kujadiliwa katika nchi ya Marekani kwa kuzingatia kwamba huenda ikawa ndiyo karata ya mwisho ya nchi ya Marekani. Huenda ikawa ndiyo karata ya mwisho ya nchi ya Marekani katika kuhakikisha kwamba inaendelea kubaki kama superpower katika dunia. Dunia tuliyokuwa nayo hivi sasa imekuwa na mabadiliko mengi sana. Kutokea katika vita kuu ya pili ya dunia mpaka leo hii mabadiliko yamekuwa mengi. Baada ya kutoka katika vita kuu ya pili ya dunia kwenye miaka ya 40 katikati mpaka kufikia kwenye miaka ya 60, maana yake wakati Marekani inakwenda katika vita ya Vietnam, hapakuwa na nchi ambayo ilikuwa na uchumi imara, bali pato ghafi la taifa la nchi ya Marekani lilikuwa linaweza likakava 50% ya GDP ya dunia nzima, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Marekani viwanda vyake au mazingira yake hayakuguswa moja kwa moja na vita kuu ya pili ya dunia. Kwa ina maana kama katika swala la uzalishaji, maana yake viwanda vya Marekani vilikuwa vinazalisha kwa kiwango kikubwa. Lakini ukiachilia mbali uchumi uliokuwa imara, vile vile ilikuwa ni nchi ambayo ina jeshi kubwa zaidi duniani. Takriban wanajeshi au tunasema wale active personnel, wanajeshi ambao wanapatikana wakati wote katika mazingira ya jeshi walikuwa wanafika takriban milioni 3.5. Ukilinganisha na mazingira ya sasa hivi, maanake ukizungumzia pato ghafi au ile GDP ya nchi ya Marekani, maanake katika level ya dunia imedrop kutoka kwenye miaka 60, maanake ilikuwa ni 50%, hivi sasa tunazungumzia 25% mpaka 26%, maanake imeshuka kwa takriban 50%. Lakini hilo vivyo limeathiri hata katika upande wa nguvu yake, ina maana katika upande wa jeshi, manake idadi ya wale tunasema ni active personnel au wale wanajeshi ambao wako active katika mazingira ya wakati wote jeshini, manake imedrop kutoka kwenye wanajeshi takriban milioni 3.5 mpaka sasa hivi kuwa na wanajeshi takriban milioni 1.3. Ina maana wamedrop kwa takriban wanajeshi milioni 2.2, ambao inaweza kufanya takriban kama 60% ya idadi ya wanajeshi walikuwepo kwenye miaka ya 60 kupungua katika idadi ya wanajeshi wa nchi ya Marekani. Lakini katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba Marekani sasa hivi imekuwa ikikabiliana na wapinzani wapya. Kwa mfano nchi ya China, ambayo ukiangalia katika upande kama wa GDP, inawezekana Marekani wakawa na GDP nzuri zaidi kuliko nchi ya China. Maana yake nchi ya China GDP yake inaweza ikanacheza kwenye 16% ya GDP ya dunia nzima. Lakini tukiangalia katika ule uwezo wa wananchi wa kawaida kuweza kumudu yale maisha ya kununua bidhaa na mfano wake ndani ya nchi ya Marekani na ndani ya nchi ya China, unaweza kuona kwamba wananchi wa China mazingira yao yanaweza ni mazuri zaidi kuliko mazingira ya wananchi wa nchi ya Marekani, kwa kutazama kipimo cha kiuchumi kinachojulikana kama PPP, yani purchasing power parity, ambapo kwa nchi ya Marekani manake ile PPP yao inacheza katika 15%. Lakini ukienda katika nchi kama ya China, manake ile PPP yao au ile purchasing power parity inakwenda kwenye takriban kama 19%. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wananchi wa nchi ya China wana uwezo mzuri wa kuweza kumudu zile huduma au kununua bidhaa au kukidhi yale mazingira kama maisha yale ya kawaida kwa uzuri zaidi kuliko wananchi mmoja mmoja wa nchi ya Marekani.
Sasa katika mazingira namna hiyo, nchi ya Marekani imejikuta kwamba kadri siku inavyozidi kwenda imekuwa ikikumbana na baadhi ya upinzani kutoka katika nchi ambazo zimekuwa zikiinuka, na hasa kutoka katika nchi kama ya China. Na ndio maana mpaka sasa hivi ukitazama hata katika ile National Security Strategy ya nchi ya Marekani, au ile sera yake ya ulinzi ya nchi ya Marekani, inaashiria kwamba China ni tishio zaidi katika nchi ya Marekani kuliko hata nchi ya Urusi, na mazingira ya namna hivyo. Kwa hivyo hata mabadiliko ambayo yanaonekana kwamba Marekani sasa hivi imeamua kuya-adapt, kwa mfano sera ilizokuja nayo Rais Donald Trump, maana yake ile Make America Great Again, ni sera ambayo lengo lake kubwa ni kutaka kuirudisha nguvu ya Marekani ambayo inaonekana kwa muda mrefu imekuwa ikitawanywa katika nchi zingine, kwa kuzingatia kwamba jeshi la Marekani lipo Ulaya. Kuna majeshi hapo katika maeneo kama ya Asia, upande wa South Asia kule katika nchi kama za Japan, South Korea na mfano, na maeneo mengine mengi jeshi la Marekani limetawanyika. Lakini kwa sasa hivi sera ya Rais Donald Trump imekuwa ikiashiria kwamba Marekani haiwezi kubeba mzigo wote huo, na ili hali kwamba uchumi wake unakwenda kuanguka na uchumi wa nchi kama za China umekuwa ukipanda. Kwa hivyo ndio maana amekuja na sera ya kutaka kwamba wafanye sharing. Kama ni nchi za Ulaya zinatakuwa ziongeze sehemu ya GDP yao katika upande wa masuala ya kiulinzi, lakini vile vile na nchi zingine kama hizo za Japan, South Korea kubadilisha baadhi ya sera ambazo zinahitaji nchi husika zianze kufikiria namna ya kuweza kujilinda. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna mabadiliko makubwa kutokea katika vita kuu ya pili ya dunia au katikati ya miaka ya 60 pale mpaka kufikia miaka ya leo. Mabadiliko yamekuwa ni mengi sana. Sasa tatizo kubwa la nchi ya Marekani ambalo linaikabili hivi sasa hasa ni nchi ya China. Ndio tatizo kubwa la nchi ya Marekani. Kwa sababu ukiangalia katika level ya uzalishaji ambayo Marekani ilikuwa ikifanya vizuri katika miaka hiyo ya 40, katikati ya miaka 50, miaka ya 60, sasa hivi ile nafasi ambayo walikuwa wakifanya vizuri ndio nafasi ambayo China wamekuwa wakifanya vizuri. Kiasi ambacho Marekani imekuwa ikifikiria namna bora ya kuweza kuidhibiti nchi ya China, hasa ni kudhibiti mnyororo wa njia inayoifanya China iweze kuwa na uzalishaji mzuri, na sio njia nyingine isipokuwa kudhibiti upande wa sekta ya nishati, maana yake mfano kama mafuta na mfano wake. Kwa kuzingatia kwamba nchi ya China pamoja na uzalishaji wake wote mkubwa katika dunia, lakini 70% ya nishati ya kama mafuta ambayo inatumika katika uzalishaji katika viwanda katika nchi ya China, maana yake 70% nchi ya China inafanya importation, inanunua kutoka nje ya nchi. Maana yake kutoka nchi kama za Urusi, kutoka nchi kama za Iran, baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati, Venezuela katika kipindi cha nyuma na nchi nyingine. Ina maana 70% kubwa ya uzalishaji wa nchi ya China umekuwa ukitegemea kupata supply ya nishati kutoka katika nchi nyingine na sio kutoka ndani ya China. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo, maana yake nchi ya Iran, nchi ya Marekani kurudi kwake katika mgogoro au kukusudia tena au kuwa na ishara ya kurudi tena katika mgogoro, hasa ni kwa sababu ya tatizo la nchi ya China. Marekani imefanikiwa kuweza kuidhibiti nchi ya Venezuela ambayo China ilikuwa ikipata kiasi cha mafuta kutoka katika nchi ya Venezuela. Lakini vile vile Marekani imefanikiwa kuitumia nchi ya Ukraine katika kuidhoofisha au kuvuruga mfumo wa nishati wa nchi ya Urusi, na ndio maana inaonekana kwa siku za karibuni nchi ya Ukraine imebadilisha utaratibu wake wa kupigana vita, kwa kuzingatia kwamba strategically nchi ya Ukraine haiwezi kupigana na nchi ya Urusi. Kimkakati haiwezi kupigana na nchi ya Urusi. Na ndio maana inaonekana mpaka sasa hivi kwamba nchi ya Urusi imekuwa ikiongeza maeneo. Kwa mfano katika eneo kama la Donbas wameweza kukamata ngome imara ya Konstantinovka, ambao manake inaweza ikairuhusu nchi ya Urusi kwenda kumaliza eneo lote la Donetsk kwa kukamata sehemu kama za Kramatorsk au Slaviansk. Baada ya kuikamata tu Konstantinovka, kwa sababu ngome zilizokuwa imara pale Donetsk zilikuwa ni hizo tatu, hiyo Kramatorsk, Slaviansk na Konstantinovka. Maana yake kuichukua Konstantinovka ni fursa ya kuweza kwenda katika kuikamata Kramatorsk na Slaviansk. Lakini vile vile nchi ya Urusi imeweza kuongeza maeneo kama kule katika upande wa Sumi. Wameweza kuongeza sehemu kubwa ya Sumi kiasi ambacho imebakisha kama kilomita 10 kuweza kufikia katikati ya mji wa Sumi. Na hii maana yake inaifanya Urusi iwe imetengeneza buffer zone
au sehemu ambayo wa Ukraine hawawezi kuingia katika mji kama wa Kursk, kwa kuzingatia kwamba katika mji wa Kursk kuna center muhimu ya Suza ambayo inafanya supplying ya gesi kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile katika miji kama Bryansk inakuwa imetengenezewa uzio kwamba Ukraine hawawezi kupitisha watu wao kuingia katika sehemu kama Bryansk mpaka kwenda katika sehemu kama za Belgorod na mfano wake. Lakini vile vile katika mji kama wa Kharkiv wameweza kwenda katika karibia na katikati katika sehemu kama za Kupiansk na mfano wake. Kwa hiyo strategically unaweza kuona kwamba nchi ya Urusi imekuwa ikifanya movement strategically, lakini tactically katika upande wa mbinu nchi ya Ukraine imekuwa ikitumia zaidi drone zake, kiasi ambacho imeweza kuleta madhara makubwa katika upande wa supply ya mafuta, gesi katika upande wa mashariki mwa nchi ya Urusi, kiasi ambacho pamekuwa na ripoti za wananchi hata kupanga foleni katika sehemu za uuzaji wa mafuta na mfano wake. Na zile senta muhimu zinaonekana kama za Novorossiysk ambayo imekuwa ikifanya supplying ya mafuta katika upande wa bahari ile ya Black Sea, katika maeneo kama ya Primorsk, maeneo kama ya Ustiluga ambayo yako katika upande wa kule Baltic, yameweza kudhoofika kwa kiwango fulani. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba nchi ya Marekani imefanikiwa kuitumia Ukraine kuweza kudisturb katika nchi kama ya Urusi kwa kiwango kikubwa, ambayo Urusi ni miongoni mwa supply line au source ya kupeleka mafuta na mfano wake katika nchi ya China, na kuzingatia kwamba njia za usambazaji wa mafuta kutoka katika nchi ya Urusi kwa kupitia upande wa mashariki haziwezi kukidhi mahitaji yote ya nchi ya China, na ndio maana wakati mwingine kuna meli huwa zinakuja kuchukua mafuta kutoka katika upande wa magharibi mwa nchi ya Urusi, maeneo ambayo yanaonekana sasa hivi yamekuwa yakishambuliwa zaidi na nchi ya Ukraine, kwa kuzingatia kwamba ni maeneo ya upande wa mashariki mwa nchi ya Ukraine. Lakini kiuhalisia ni kwamba Marekani katika upande huo vile vile ni kama alikuwa amefanikiwa kuweza kufanya disturbance katika upande wa ile source ya kupatikana kwa mafuta katika nchi ya China. Lakini sehemu ambayo ilikuwa imebaki ambayo inabeba umuhimu wa namna yake ni sehemu ya nchi za pale Mashariki ya Kati. Zile nchi za Mashariki ya Kati kwa kiwango kikubwa ni nchi ambazo Marekani yeye ndio ana control nazo. Ukiangalia nchi kama ya Iraq, mafuta yake yanapouzwa ni lazima hela ziingie katika akaunti ya nchi ya Marekani. Ukiangalia katika nchi nyingine ambazo zina uwezo wa kuuza mafuta kama Saudi Arabia, United Arab Emirates na mfano wake, Marekani vile vile ana sehemu ya uwekezaji ambao ataendelea kupata faida. Lakini sehemu ambayo ilikuwa imebaki na ina kiwango kikubwa cha mafuta ni nchi ya Iran, ambayo kwa siku maana yake inauza takriban kama 1.5 million, yani zile pipa takriban milioni 1.5 mpaka milioni 2 kuelekea katika nchi ya China. Kwa ina maana kudhibiti sehemu kama ya nchi ya Iran, hii ni moja katika njia muhimu ya nchi ya Marekani kuhakikisha kwamba inaitia adabu China, au inaifanya China iweze kuitegemea Marekani, kwa sababu ndiyo njia pekee iliyobaki ya kuifanya Marekani iweze kusustain vizuri, kwa kuzingatia kwamba katika swala kama la uchumi nchi ya China hivi sasa imekuwa ikiendelea kufanya vizuri zaidi katika swala la uchumi, kiasi ambacho projection iliyokuwa wazi inaashiria kwamba ni miaka kadhaa mbele, lakini kwa tunapoelekea maana yake China inaweza ikawa iko juu zaidi, au hata kama itakuwa iko tofauti na hivyo, lakini zile gap litakuwa linazidi kupungua kwa kiwango kikubwa, kwa kuzingatia kwamba katika upande wa ubunifu, katika upande wa uzalishaji, nchi ya China imekuwa ikifanya vizuri zaidi. Sasa mazingira yote haya ya kuweza kufikia katika hatua ya kwamba Marekani iweze kunusuru uchumi wake dhidi ya mshindani ambaye haijawahi kuexperience mshindani wa namna hiyo, kwa maana ya nchi ya China, maana yake njia pekee ni kuhakikisha kwamba ina control njia ya nishati, njia zote za nishati ambazo zinaelekea katika nchi ya China, maana yake zitegemee zaidi kutoka katika nchi ya Marekani. Ili kusurvive kwa nchi ya Marekani kutegemea nchi ya China, maana yake China ili aweze kuzalisha, ili Marekani aweze kwenda vizuri, inatakiwa ifikie hatua China amtegemee Marekani katika uzalishaji wake. Kwa maana pale hakuna namna ya China kuweza kupata nishati, lazima ategemee kutoka katika nchi ya China. Na katika mazingira namna hiyo, maana yake itakuwa ni bora zaidi kwa Marekani kurudi tena katika mgogoro na nchi ya Iran, kwa matarajio ya kwamba hilo litaifanya Iran iweze kuanguka, na mwisho wa siku Marekani iweze kuteki control ya mafuta ya nchi ya Iran. Hilo peke yake
linatosha kuleta makadirio ya kwamba Marekani wanaweza wakaopt kuingia tena katika mgogoro na nchi ya Iran katika section nyingine, na ndio maana imekuwa ikifanya juhudi kwa hivi siku za karibuni za kuhakikisha kwamba washirika wa nchi ya Iran wanadhibitiwa kwa kadri itakavyowezekana. Inaonekana katika nchi ya Lebanon kwamba Hezbollah inatakiwa idhibitiwe, na ndio maana imefanyika makubaliano baina ya nchi ya Israeli pamoja na serikali ile ya Lebanon. Lakini vile vile kwa uongozi ulioko sasa hivi katika nchi ya Iraq, juhudi kubwa imekuwa ikifanyika ya kuhakikisha kwamba vikundi ambavyo vinaisapoti nchi ya Iran viweze kudhoofika kupitia uongozi wa Ali al-Zaidi ambaye ni waziri mkuu sasa hivi, ambaye mwezi huu wa 7 takriban kuelekea katikati anatarajiwa kuelekea katika nchi ya Marekani, ambayo maana yake ni kuonyesha wazi kabisa kwamba yupo katika upande wa nchi ya Marekani katika kutekeleza sera za nchi ya Marekani. Lakini vile vile katika nchi kama ya Yemen pamekuwa kuna makadirio hayo ya kwamba huenda Saudi Arabia ikaungana na serikali ile ya transition government, serikali ya mpito, kuweza kupambana na kundi kama la Houthi, ili mradi tu kwamba vile vikundi vyote vinavyosapotiwa na nchi ya Iran viweze kushughulishwa, ili kuweza kutoa fursa ya Marekani kuweza kuingia katika confrontation nyingine na nchi ya Iran. Na kwa kuzingatia kwamba katika kesi kama nchi ya Iraq, maanake Iraq itakapokuwa imeshughulishwa, inawezekana ikawa ni sehemu nzuri zaidi ya kuweza kufanya ground maneuver, ya kuweza kupata wanajeshi wa kuweza kuingia kwa miguu kuelekea katika nchi ya Iran. Kwa hiyo hayo ni mazingira, miongoni mwa mazingira ambayo yamekuwa yakiakisi wazi kwamba kuna nafasi ya Marekani kufikiria tena kwamba kwa kesi ya makubaliano yaliyoko hivi sasa hayawezi kuwa na maslahi ya muda mrefu kwa Marekani, na hivyo option ya kuingia katika mgogoro inawezekana ikawa ni bora zaidi. Katika mazingira hayo ndio maana tunasema kwamba Iran inaweza ikajikuta kwamba ikawa haina namna isipokuwa na yenyewe ilazimike kuingia katika mgogoro mwingine, kama vile ilivyokuwa inazungumzwa na Mujtaba Ali Khamenei kwamba itakapoonekana kwamba mazingira ya majadiliano haya hayana maslahi, basi mwisho wa siku ni bora kurudi tena katika mgogoro mwingine ili tuweze kufikia tamati ya tatizo lililopo. Lakini pamoja na speculation hizo au matarajio hayo kwamba hilo linaweza likatokea, lakini kile tunachokitazama ni kwamba tumekuwa tukikariri kusema kwamba madhara ya kwa nchi ya Marekani huenda yakawa ni makubwa zaidi kuliko hata kile ambacho wenyewe wanakitarajia, na hili tunalipima katika perspective nyingi. Cha kwanza, uwekezaji wa nchi ya Marekani katika upande wa jeshi hauakisi hitajio la dunia ya leo, na ndio maana unaweza ukaona kwamba nchi ya Marekani ni nchi ambayo katika mgogoro tu hivi karibuni baina yake na nchi ya Iran ilikuwa imejizatiti kuonyesha uwezo wa jeshi lake la wanamaji kwa kuja kwa zile aircraft carrier kama Gerald Ford na mfano wake. Lakini kile kilichokuja kutokea ni kwamba mwisho wa siku zilionekana kwamba aircraft carrier mwisho wa siku huenda zisizalishe msaada mkubwa kwa vita ya dunia ya leo, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna matumizi makubwa ya teknoloji, lakini vile vile matumizi makubwa ya drone na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiangalia hata ule uwekezaji ambao Marekani amekuwa akijivunia kwa kipindi kirefu, kwa hivi sasa unaonekana kwamba inawezekana usiende sawasawa na dunia iliyoko leo hii. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili ni katika upande wa muundo tu wa jeshi la Marekani jinsi lilivyo, kwamba lao itatokea kwamba mgogoro ukatokea katika sehemu mbili, aidha Ulaya au upande wa ile kusini mwa ile Southern Sea, bahari ya kusini kule upande wa China na mfano wake, na sehemu kama Mashariki ya Kati. Ikatokea sehemu mbili, labda Mashariki ya Kati na upande wa kule Southern Sea, au Mashariki ya Kati na sehemu kama za Ulaya. Maana yake jeshi la Marekani la watu milioni 1.3 haliwezi kuaccommodate hiyo nani yote, ile eneo lote. Kwa unaweza kuona kwamba jeshi la Marekani idadi yake vile vile ni ndogo kuliko kiwango cha nguvu ambacho wao wanataka wakiproject katika dunia. Ukilinganisha na nchi kama ya China ambayo ina wanajeshi takriban milioni 2.3, lakini wanajeshi milioni 1.3 kukadiria kwamba ndio wanaweza kufanya operation za dunia nzima, maana yake hiki ni kipimo kidogo sana ambacho inawezekana pia ikawa ni tatizo la nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona katika hilo ni kwamba mpaka sasa hivi kile kinachoonekana ni kwamba kupata ushindi unapokutana na adui ambaye ana maarifa mazuri kama yaliyoweza kuonyeshwa na nchi ya Iran kwa kutumia tu ile operation za aerial au zile operation za anga, maana yake zoezi hilo inawezekana ikawa ni zoezi gumu kiasi ambacho
inawezekana likaleta matokeo kama yale yaliyotokea katika vita ya siku 40, kwamba mwisho wa siku mashambulizi mengi yakafanyika kama katika nchi ya Iran, lakini kwa sababu ya muundo wa nchi ya Iran jinsi ilivyojitengeneza, kwamba sehemu kubwa ya uwekezaji wake wa jeshi haupo katika upande wa ardhini, juu ya ardhi, maana yake upo chini ya ardhi, mwisho wa siku inawezekana isizalishe matokeo yanayotakiwa. Lakini vile vile gharama za jeshi, kwamba nchi ya Marekani ukiangalia uwekezaji wake katika jeshi, maana yake imewekeza pesa nyingi sana katika upande wa jeshi. Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na bajeti kubwa katika upande wa jeshi. Vifaa ni vifaa ambavyo gharama yake ni kubwa zaidi. Lakini kulingana na utaratibu wa sasa hivi, ile modern warfare, utaratibu wa sasa hivi wa upiganaji wa vita, unaweza kugundua kwamba uwekezaji mkubwa unafanyika katika silaha ambazo gharama yake ni hafifu lakini ubora wake ni mkubwa. Na ndio maana unaweza kaona kwamba ukiangalia ndege kama F-35 gharama yake inaweza kufika labda dola milioni 100 ndege moja. Lakini ukiangalia bomu ambalo lilikuwa limerushwa kuweza kuipiga ile F-35 kipindi imeingia katika airspace ya Iran, maana yake gharama yake ilikuwa ni hafifu. Kwa ina maana ukiangalia gharama ile ya uzalishaji wa jeshi la Marekani katika upande wa silaha zake, gharama ni kubwa kuliko pesa ndogo ambayo au silaha ambayo inatumiwa na nchi ya Iran kuweza kuiangusha silaha au kifaa ambacho kimetengenezwa kwa gharama kubwa katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo ukiangalia ile gharama ya vita katika upande wa Marekani, wakati mwingine gharama inakuwa ni kubwa zaidi, lakini matokeo ya uwekezaji huo yanakuwa hafifu, au matokeo yanayozalishwa na silaha husika yanawezekana yakawa hafifu kiasi ambacho inafanya ile gharama ya vita inakuwa kubwa, na mwisho wa siku uzalishaji wa kile kilichokusudiwa katika vita husika inawezekana ikawa ni mdogo. Sasa katika mazingira haya yote ukiyatazama kiujumla, unaweza ukaona kwamba Marekani ni kama wanakosa option kwamba kwa mazingira yaliyoko sasa hivi kusema tuiache au waiache Irani hivi kama ilivyo, iendelee kufanya biashara kama hivi ilivyo, maana yake ni kwamba project ya nchi ya China au ya kupambana na nchi ya China ni kama itakuwa imekufa. Na ili project husika isiweze kufa, ni lazima Marekani itengeneze njia ya kuweza kurudi tena katika mgogoro na nchi ya Irani, kwa matarajio kwamba itaweza kuidhibiti nchi ya Irani ili iwe ni stronghold muhimu au ni ngome muhimu ambayo imechukuliwa na nchi ya Marekani kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa kuzingatia kwamba katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake ngome imara katika upande wa supply ya mafuta iliyobaki ambayo haina mkono moja kwa moja wa nchi ya Marekani, maana yake ni nchi ya Iran ndio inafanya supplying katika nchi ya China. Lakini hizi sehemu nyingine zote maana yake zinaweza zikaadapt policy ya nchi ya Marekani pale inapotakiwa, au katika mazingira yoyote, maana yake ni kwamba nchi ya China inaweza ikawa ni kama inalazimika kuweza kufanya biashara na nchi ya Marekani katika upande mwingine, hata kama itakuwa ni indirectly, kwa kuzingatia kwamba Marekani ina sehemu ya uwekezaji katika zile nchi za Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ukiangalia mazingira ambayo yako hivi sasa ni mazingira ambayo yamekuwa yakiashiria kwamba mazungumzo yanaendelea, lakini kiujumla technically kile ambacho kinachotarajiwa katika siku za usoni ni kwamba Marekani na Iran wana nafasi kubwa ya kurudi katika mgogoro tena, kwa kuzingatia kile ambacho kimeanza kuzungumzwa hivi sasa na viongozi wa juu kama kina J.D. Vance, au sehemu ya matarajio ambayo yamewekwa kutoka kwa kiongozi mkuu wa nchi ya Iran Mujtaba Ali Khamenei kuwafahamisha kina Mohamed Bagheri Kalibafu kwamba pale itakapoonekana kwamba maslahi ya nchi ya Irani hayawezi kupatikana kupitia makubaliano hayo, basi ni beta nchi ya Iran ikarudi tena katika vita ya moja kwa moja na nchi ya Marekani, kwa sababu hiyo itakuwa ni clear passage au itakuwa ni njia salama zaidi ya Iran kuweza kusimama kama nchi na kusimamia maslahi yake. Kwa hiyo kiuhalisia hiyo ni sehemu ya hali ambao tumekuwa tukiendelea kuishuhudia katika sehemu husika ya jambo la nchi ya Iran pamoja na nchi ya Marekani. Lakini matarajio makubwa ni kwamba bado kuna nafasi ya sehemu ya mijadala ambayo imekuwa ikiendelea baina ya nchi zote mbili, pamoja na kwamba hili tumelizungumza kama ni sehemu ya akiba
ya kwamba kwa mazingira yaliyopo hatuwezi tena kuendelea kurely au kutegemea kwamba sehemu mazungumzo hayo yanaendelea yanaweza yakawa ni zalishi na mwisho wa siku yakasababisha mgogoro uweze kuisha moja kwa moja, bali hii inawezekana ikawa ni sehemu ya njia ya watu kuvuta pumzi ili kuweza kurudi tena katika mgogoro mwingine. Lakini kwa ujumla bado tuna muda wa kuendelea kutazama jambo husika, na tukitaraji kwamba huenda katika siku za usoni tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.